lazima aonekane na rangi yake. Fresh bwana, tuko na Novatus Dismas Miloshi bwana. Master vipi? Fresh kabisa bwana, hebu tuambie mara zote ambavyo unaitwa na ukivaa jezi ya timu ya taifa, kwako binafsi unakuwa unajisikiaje unapokuja kuipambania nembo ya timu ya taifa? Nafikiri ni ndoto ya kwangu au ndoto kila mchezaji anayecheza ni Tanzania kutumikia nchi yake Tanzania, hasa kwenye kipindi cha FIFA break, kwa sababu ni heshima kwa vilabu tunavyotoka na tunajivunia sana kuchezea timu yetu ya taifa, kwa sababu ni timu ambayo kwa sasa hivi inaonyesha mwanga wa kufanya vizuri zaidi katika mashindano tofauti tofauti. Wewe ni mchezaji ambaye umekuwa na mwendelezo bora sana tangu umeanza kuitwa, mara zote kuwa na mwendelezo kwenye michuano yote ukipatikana unaitwa. Nataka uniambie ni siri yako ni nini nyuma, nini kipo nyuma ya Miloshi ambacho kinamfanya kuwa kwenye viwango na mwendelezo wa kuitwa timu ya taifa mara kwa mara? Nafikiri ni kuamua kuwa serious kwa kila challenge unayokutana nayo, hasa katika timu ya taifa. Nafikiri hatupo vizuri sana kwenye misimamo ya ligi ya kwenye viwango vya FIFA, kwa hiyo pale unapopata nafasi ya kuja katika timu za taifa tunataka kuonyesha kitu kikubwa ili hata tunapotoka tupate heshima kubwa, kwa sababu hatuna heshima ile ambayo tuna deserve kupewa kutokana na nafasi zetu. Kwa hiyo kila nafasi tunayoipata ya kuitwa timu ya taifa tunakuja kutaka kupata matokeo ya ushindi tuweze kufika katika viwango vizuri. Kwa hiyo mimi nafurahi sana nikiwa natumikia timu yangu ya taifa. Nova, wewe ni mchezaji A-list kabisa hapa kwetu kwenye timu ya taifa, na nataka nifahamu maanake umecheza michuano mikubwa kama UEFA na kitu kingine, unapokuja kwetu nazungumza ule mjumuisho sasa wa timu mnapopewa ile mpango kazi wa mwalimu, kuna utofauti gani na ule ambavyo unacheza? Kwa sababu ile labda tunasema football awareness yako ya kuelewa mchezo, kuna muda hapo unaweza kuona hapa labda huyu anatakiwa afanye hivi anakosea, kitu gani ambacho unaweza kusema? Kwanza kabisa ni kurekebishana, kwa sababu pia ni mchezo wa makosa. Unaweza kuwa uko kwenye high level, japo makosa yanabidi yawe machache kutokana na level yako, lakini kuna mchezaji anaweza kuwa yuko kwenye level ya chini ana quality nzuri lakini anakuwa hana confidence. Kwa hiyo tunajitahidi kwanza kupeana confidence wote ya kuweza kujiamini na kufanya vizuri katika mazoezi, lakini katika mechi na vijana ambao wanaitwa timu ya taifa wageni tunajaribu kuonyesha kitu gani kipya ambacho wanaweza kutuofa na sisi ambao tunakuwa muda mrefu tunaweza kuwapa. Kwa hiyo ni kitu kizuri, na nafikiri tunaendelea kujifanyia kazi, na kwa kila mgeni anayekuja katika timu ya taifa tunajitahidi kumpa ushirikiano ili aweze kuwa katika confidence nzuri na kutoa kile ambacho alikuwa nacho. Unaiona tofauti ni upi sana kwenye break hii ya FIFA ambao tunacheza michezo kama mfumo wa tournament nyingine na nyingine ambazo ulishawahi kushiriki hapo awali? Nafikiri hii ni nzuri kwa sababu nafikiri mwalimu ameshaongea before kwamba itampa kila mchezaji nafasi ya kucheza. Kwa hiyo itakuwa ni kitu kizuri kwa sababu tunacheza mechi nyingi tofauti na awali tunacheza mechi moja au mbili, afu zinakuwa ni competitions kubwa zaidi ambazo zinahitaji matokeo. Lakini hapa mwalimu yupo kwa sababu ya kuangalia vijana na kuitengeneza timu kuelekea mashindano ya AFCON 2027. Mimi nataka nifahamu kwako personally, kwenye michezo ya nyuma kidogo ulikuwa unapata kadi, lakini sasa hivi umekuwa umejirekebisha. Kitu gani ambacho ni mwalimu amekuambia au majukumu uliopewa au wewe mwenyewe tu unajembeza sasa hivi nataka nipunguze nisipewe kadi? Ni mwaka gani ilikuwa? Nadhani msimu uliopita. Sana kuwa mtu mzima, kwa hiyo unabadilika. Sio inatokana na pressure uwanjani ama pia sometimes ndio ile tunashindwa kujizuia. Unafanyaje? Kwa uzano unapata kadi. Kwa sometimes inatokana ni pressure uwanjani vile mechi inapoenda, ama inatokana tunashindwa kujizuia kutokana na kama nilivyokuambia mpira miguu ni mchezo ambao utatumia nguvu na mara nyingi unapokuwa uwanjani utakuwa na tempo, lakini kujicontrol kwa mtoto na kuwa mtu mzima ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo nimekuwa na nimejifunza, nimeshacheza mechi nyingi, nimeshacheza sehemu tofauti tofauti, najua jinsi gani ya kuhandle myself situation zote. Ongea na Watanzania nao. Tunawapenda, tunafurahi tena kuja tena kwenye timu ya taifa. Ni nafasi nyingine ambayo tumeipata kutokea baada ya kumaliza mashindano ya AFCON, na nafikiri kila mtu aliona kilichotokea AFCON. Kwa hiyo tunaenda tena kujiandaa kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri katika kila michezo, lakini tunajiandaa zaidi na kufanya vizuri katika AFCON ya mwaka 2027. Shukrani.